Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, jina lililo kuu kuliko majina yote, ni kwa hilo jina tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, unastahili sifa zetu. Asante Bwana kwa ajili ya vijana, watoto, wa mama na hata wa baba ambao wameingia katika nyumba yako. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya uwepo wako mahali hapa. Bwana, umetutia moyo wa kuweza na hata kuendelea na kuhudhuria ibada. Naomba Bwana ukapokee sifa. Asante Bwana kwa ajili ya pumzi ya uhai. Asante Bwana kwa ajili ya nguvu za Roho Mtakatifu. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako ambao Bwana umetupatia asubuhi ya leo. Naomba ukafuatilie neno lako, ukanithibitisha kwa ishara na miujiza. Walio wagonjwa wakapate kupona, walio na mizigo mizito wakapumzike ndani yako kwa utukufu wa jina lako. Chukua nafasi hii kutiisha kila wazo, kila ukuu ambao unaweza kujiinua kinyume na mapenzi yako. Kiomba uwepo wako kaweze kuwa pamoja nasi kuanzia sasa, tukifika mwisho tukaweze kukutukuza kwa yale ambayo tutakuwa tumeyapokea. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Tulikubaliana kwamba kama umeamua kupiga makofi, piga. Sisi tunataka makofi. Bwana bariki. Maandiko yametuambia kwamba tuombe bila kukoma. Ni kweli tumejifundisha mara si moja juu ya maombi, na tunajua wengi wetu tunajua kwamba kuomba ni kuongea na Mungu. Kuomba ni kuongea na Mungu. Kuomba ni kuwasiliana na Mungu. Na unaweza kuwasiliana na Mungu ukimshukuru, ukiombea hitaji, usimama kwa nafasi, na Mungu anasikia tunapoomba. Na Yesu akifundisha kuhusu kuomba alipeana mfano mmoja katika kitabu cha Luka sura ya 18, Luke chapter 18, kuanzia mstari wa kwanza. Yesu alipeana mfano ya kwamba inatupasa kuomba bila kukoma. Yaani kuomba bila kuachilia ama kuomba kwa kufululiza. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, amchi Mungu wala ajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mjane, mwanamke mjane, aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui zangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa si mchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyo ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu je, atawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Naye ni mvumilivu kwao. Na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Yesu alipenda kufundisha kwa mifano. Nami pia ninapenda kufundisha kwa mifano, na kuna mifano mtatumia ili uweze kuelewa jinsi ya kuomba na ni akina nani
unapaswa kuwaombea. Yesu akapeana mfano wa mjane. Huyu mjane alikuwa anamwendea kadhi, magistrate, advocate, na alikuwa anamwendea akitaka, akasema huyu mwanamke alimwendea huyu kadhi kila wakati akitaka haki yake. Na ninaona hiyo picha ya huyo kadhi, kwa sababu huyu mama ana concentrate tu, anahitaji haki yake. Anamwendea, labda anakuta huyo hakimu hayuko hiyo siku. Hakimu akirudi anaambia yule mama alikuwa hapa, unakumbuka kesi yake? Huyu hakimu vile nasema alikataa kwa muda. Ndio vile tu wale wamewahi kupeleka kesi. Na kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa si mchi Mungu, asije akanichosha. Elewa, huyu ni mwanadamu wa kawaida ambaye amepewa nafasi ya kuwa kadhi, kuweza kuleta suluhu wakati wowote ulio na shida. Lakini kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu akawa hataki kumpatia haki yake huyu mama, na ni kwa muda. Lakini mama hakuchoka wala hakukata tamaa, aliendelea kumwendea. Na huyu kadhi akasema, hata ingawa si mchi mtu na wala simwogopi Mungu, nitampatia haki yake asije akanichokesha. Lakini unaona, Mungu anasema hivi, Yesu akaendelea kusema hivi, akasema, Bwana akasema, sikilizeni huyu asemavyo yule kadhi dhalimu. Je, Mungu atawapatia haki wateule wake? Now, when God is comparing himself with judges of this world, God is just. Mungu ni mwaminifu na wa haki, na atakupatia haki yako. Sasa katika kuomba ni vizuri kuomba ukiwa na malengo. Ukiwa na lengo, it's very important to pray specifically. Kuna watu wengi kuomba, na Yakobo anasema mwaomba vibaya, na ndio kusudi ampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Ampati, lakini mwaomba vibaya. So nataka siku ya leo tuweze kuangalia katika maombi yetu, tutatumia kiganja cha mkono. A very simple illustration. Kiganja cha mkono nataka kikusaidie uone ama uweze kujua, sikakupatia mahitaji, lakini uelewe ni akina nani unapaswa kuwaombea kwa maombi yako. Naweza kuchora mkono tu, naweza kutumia illustration kuombea mahitaji tofauti, lakini nataka tutumie illustration ya kiganja kuombea watu tofauti. So wale watu katika maombi yako unaweza kuwaombea kwa hiki kidole gumba. Hapo nimeweka watu wa familia yako. Katika maombi yako ni vizuri kuhakikisha umeombea watu wa familia yako. Your family members, your father, mother, cousins, uncles. Pray for your people. Wengi wetu tunachukua saumu na tunafunga, na saumu inaisha kabisa bila hata kuombea watu wetu. Na huku uko kazini, unafanya kazi, na kwa sababu muombei anakuwa mgonjwa, pesa wewe ndio utaitishwa za kugharimika hospitali.
au muombei ni maskini, ana wateja relative yako, na kwa sababu hawezi kuja kukuweka ngeta, anaona wewe ni mtu wa damu yake, anaorganize watu, anakuja kukuweka ngeta, wanaenda na wanagawana. Au muombei. Pray for your relatives. Isaiah chapter 8 verse 7. Isaiah chapter 8 verse 7. Ni vizuri kuombea watu wetu, kuombea watu wa jamaa na jamaa zetu. Katika maombi yetu ni vizuri kuomba Isaiah 15, Isaiah chapter 58 verse 7. Na hapa Isaiah anaongelea juu ya saumu, na katika kuomba akawa anasema mstari wa 7, je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaletea maskini waliotupwa nje nyumbani mwako? Umwonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja na wewe. Hata unaweza kuchukua saumu kwa ajili ya watu wa familia yako. Pray for them. Pray for God to intervene in their lives. Kwa maana watu wa nyumbani mwako wakiwa na shida, hiyo shida itakuadhiri. Kwa hivyo, mtu wa kwanza ambao unapaswa kumwombea ni relative wako. Sema, nitaombea watu wa familia yangu. Hiki kidole kinaitwaje cha kupoint? Hiki kidole ni cha kuwaombea wale ambao ni viongozi wetu wa kiroho na waalimu na wale wanaotusaidia kutufundisha, kutuelekeza katika njia za haki za kiroho na katika kutufundisha mambo katika maisha haya. Bwana asifiwe. Nimekipatia hiyo nafasi kwa sababu kama ni watoto wa shule, they need to pray for their teachers. Kama uko chuo, ni vizuri kuombea wakufunzi, kwa maana wako katika nafasi ya kuimpact vitu katika maisha yako. Ukiangalia wale wasomi, utasikia mtu akipoti profesa fulani ambao amewekwa affect maisha yake. Wale watu wamekaa chini ya uongozi wa mchungaji fulani, utasikia mtu akisema pastor fulani alimfundisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hiki kidole ni cha kuombea kina nani? Wachungaji na walimu. Walimu wako katika viwango tofauti. Naposoma Wathesalonike wa kwanza, 1 Thessalonians. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 25. 1 Thessalonians chapter 5 verse 25. Naona Paulo anawasihi wapendwa waweze kumwombea. Naelewa huyo Paulo ni nani? Paulo ni mtu alikuwa anafufua watu, lakini unaona anatamani maombi ya watakatifu. Nataka uelewe ya kwamba mchungaji ni mwanadamu, ako na mwili kama wewe, ako na familia kama wewe, ako na mahitaji kama wewe. Kuna wakati mmoja Paulo alikuwa anazuiliwa, anawindwa na watu ili wamuue. Na si kwa sababu alikuwa amefanya mabaya, hapana. Ni kwa sababu walikuwa hawataki maumivu.
Who was to pray for him? The believers. Na ukichukua nafasi, kuna wakati mmoja pastor rafiki yangu alikuwa ananielezea kisa fulani, na akaniambia mshirika wake alikuja akamwambia, mtumishi, nataka uniombee hii, na akamwelezea vile ambavyo anataka amwombee. Sasa yule mchungaji akamwambia yule mshirika, niombee Mungu anisaidie ndio niombee. Sasa hiyo did you know? Elewa, huyu mshirika anamwambia yule mtumishi ya kwamba ako na uhitaji wa mambo fulani ambayo anahitaji intervention ya Mungu. Sasa basi huyu pastor akamwambia, wewe ndio ukaombe, alafu Mungu atakufunulia. Did you know 100% kile ambacho huyo mtu alikuwa anataka pastor aliweza kumwambia hivi? Yaani amekuja na maombi, ayuke toka mzee. Amekuja anahitaji maombi, lakini huyu akamwambia, pastor akamwambia, na ikawa kuna kipindi baadaye walipokutana, there was a solution. Bwana asifiwe. Wakolosai ile mstari ni 3. Colossians chapter 4 verse 3. Colossians chapter 4 verse 3. Kwa watu wengi wanaangalia tu pastor. It's important to see pastors and so it's true they are fathers in the faith, but they are people. We need to pray for them. Because a pastor, for example, may be anointed, highly anointed, lakini kama hana uwezo wa kuenda mahali ambapo ameitwa akahubiri pamoja na upako wake, atakaa. So we need to pray for them, wapate jinsi ya kuweza kusafirisha huo upako mahali ambapo unahitajika kwa utukufu wa jina la Kristo. Colossians chapter 4 verse 3. Wacha nisome kwanza. Nyinyi akina Bwana wapeni watumwa wenu yaliyo haki na ya adili, ukijua ya kuwa nyinyi nanyi kuna Bwana mbinguni. Dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba huku na shukrani, mkituombea na sisi pia, kwamba Mungu hatufungulie mlango wa lile neno, tuinene siri ya Kristo, ambayo kwa ajili yake nimefungwa. Verse 4. Ili nidhihirishe kama inipasavyo kunena. So waweza kuta mtu wa Mungu ni mhubiri, na kupitia kwa maombi yako Mungu anampatia ufunuo, anampatia ufahamu, karama za roho zilizo ndani yake kupitia kwa maombi yako zitadhihirika. That is why it is important that we pray for our pastors, for our teachers, for our evangelists, for the apostles and the prophets. Si kwa maandiko anasema kwamba utakuwa na manabii wa uongo. Si hao watumishi tu wa Mungu. Ni nini inafanya wao manabii wa uongo? Ni mafundisho yaliyokana na mapenzi ya Mungu. Hiyo inaweza kufanyikaje? Waweza kuomba na ukakataa mafundisho ya uongo, ukamwambia Mungu, mpatie pasta wetu ufahamu wa neno lako, anaponena neno lako tukaweza kubarikiwa. Unamwambia Mungu, anaponena neno lako tukaipokee. Umtumie tu kama chombo, umtumie kama maiko. Hayo maombi Mungu anasikia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mahali nimewahi kuenda miaka ya kitambo. Mimi sikuwa ninajua kama nitakuja kuwa pastor. Kuna mahali nilikuwa nilienda kanisani na
hiyo picha mpaka wa leo, mpaka kesho sitaisahau, kwa sababu niliona mchungaji amevalia koti na tai vizuri kabisa, lakini amevalia slippers na anahubiri kwa kanisa liko na watu ambao wanafanya kazi, anahubiri na havali slippers kwa sababu Mungu wako uko na shida. Hapana, hana viatu. Na wale watu watatoka na waende, kila watakachofanya ni kuongelea sasa, wewe tu uko na nafasi. Kama unaweza kumwombea Mungu, anaweza kuinua watu watakao mhudumia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kidole cha pili nimesema ni cha nani? Kuombea wachungaji na kuombea walimu, wale wanaofundisha iwe ni neno, hata na walimu katika mashule ama katika biashara. If there is somebody that is impacting your life in a positive way, in teaching you, it is important to pray for them. Waebrania 13 mstari wa 8. Hebrews chapter 13 on the same, kuombea wachungaji. Siwe tu najiombea na muombei pastor. Pastor anahitaji maombi yako. It is 13 verse 18. It is Hebrews chapter 13 verse 18. Pray for us, for we trust we have a good conscience in all things, willing to live honest. Galia Paulo anasema anahitaji maombi. Kutoka kwa watakatifu, tukitaka kuwa na mwenendo mwema katika mambo yote. Pastors should be examples. And it is your prayer is able to help them. You pray for their health, you pray for their families, you pray for their movements from point A to point B. Because the devil, kile shetani anachotaka, akipiga mchungaji, kondoo watafanyaje? Watatafuta. So that is why you're supposed to pray for the protection of the pastor, for the grace and the favor. As you pray, you will find every now and then mtumishi wa Mungu atakuwa na, it's like there is a fresh anointing on him every day. It is the same anointing, but he is improving every day. Kidole hiki kiko katikati. Tumeanza na hii, tumemaliza na hii, sasa hiki cha katikati. Hiki cha katikati ni kuombea political leaders. And there is a reason why we should pray for political leaders. Hapo 1 Timothy chapter 2. Timotheo wa kwanza sura ya 2. Mstari wa kwanza na wa pili. Basi kama ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. And there is a reason that we should pray for political leaders, because they are leading us. Na unaposoma maandiko utaona ya kwamba kila mamlaka yanatoka kwa Mungu. Na kuna mahali ufika mwanadamu akiwa na mamlaka na nafasi, anasahau, anaenda kando na makusudi ya Mungu. So badala
ya badala ya concentrate na kuongea udhaifu wao, kama mtu wa Mungu, kama hauko katika nafasi ya kuongea na yeye umrekebishe ama umuonyeshe jinsi ya kuenenda, then muombe. Ombea. This is the president, the deputy, the governors, the county government, the national government. Utuombe kwa ajili ya bunge, kwa ajili ya senate, kwa ajili ya kila mmoja ambao wako katika nafasi ya uongozi, machifu, wale ambao ni manaibu wa machifu, wazee wa mitaa. Kwa maana kuna siku moja kulikuwa na shida katika mtaa fulani. Vijana wanainuka wanafanya mambo ambayo si sawa, lakini watu wengine wakarealize ya kwamba kumbe vijana hawa wakifukuzwa wanakimbia kwa mzee wa mtaa. Alafu baadaye wanarealize hata kwa chief wao wako salama na wafanywe chochote na walimu bado wanaendelea. So it is important that we pray for political leaders, for the administration. Na kwa sababu gani? Ili tuishi kwa maisha ya utulivu na amani. Jambo la kwanza kwa nini tuombee viongozi wa kisiasa ni kwamba ili tuishi maisha ya amani. Tuishi maisha ya amani. Elewa, kama ni wabunge wanaweka sheria, kama ni senate wao ni oversight, lakini wakiongwa, wakikosa kufanya kile ambacho wanapaswa kufanya, then they deviate justice, and this will affect you directly or indirectly. Kwa hivyo ili tuishi kwa maisha ya amani, tunaweza kuomba kwa ajili ya viongozi katika sheria wanazozitunga, hata kuangalia zile sheria kutimizwa, ili tukaishi maisha ya amani. Jambo lingine kwa nini tuombee viongozi ni kwamba tuishi maisha ya utauwa. Social evils zingine ambazo tunaona, unasikia watu wanatekwa nyara, watu wanauawa, kuna ubakaji, watoto wanaibiwa. Those are things that we can deal with them through the leadership. Because when you pray, unasema Mungu, ninaomba uachilie neema katika viongozi waweze kuelewa ni wapi kuna shida. Then kama vile neno la Mungu linavyosema ya kwamba Mungu anaelekeza mioyo ya watawala kama mkondo wa maji, then you find God will help the leaders and they will make sure that we live in peace. Hiki kidole cha pete sasa. Hiki kidole cha pete ni kuombea watu wale ambao wana changamoto, wale watu wanaokuudhi, maadui zako. Ni wengi wale wanaokuudhi, wale wanaokutatiza, wale ambao wako na changamoto, uwaombee. Isaiah 58:6. Isaiah 58:6 will say a few statements, then we shall do the practical prayer now. The practical prayer. Maana si kila mtu ako na mdomo. Ninataka tuombe saa hii. Isaiah 58:6. I'll just read another 2 verses, then we shall pray. Isaiah 58:6. Neno la Mungu linasema hivi: Je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu
kuzilegeza kamba za nira, kuacha uhuru waliokonewa, na kwamba mvunje kila nira. Hiki kidole katika kuomba kwako, hakikisha kama kuna mtu najua ameshindwa na tabia fulani, umuombee. Matthew 5:44. Matthew chapter 5 verse 44. Angalia vile Yesu anasema, anzia 43. Umesikia kwamba imenenwa, mpende jirani yako na umchukie adui yako. Hiyo ni katika sheria. Lakini mimi ni Yesu, na waambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Bwana asifiwe. Nani ako na adui? Basi nyinyi mwishi dunia nzuri. Mimi niko na maadui kabisa. Haya, ngoja tuulize hapo. Nani ako na adui? Basi hawa wako sawa, ni huyo mmoja na wengine. Nani ako na adui? Okay. Ngoja, unawajua ama unawasiu? Unawajua primo enemies kabisa. Na unajua huyo ni hali yake. Sasa you would wish they are iko ndio. Iko ndio tunafikiria hapa. Biblia inasema tuwaombee na tuwaombee. Kuna watu wanachukua saumu, wanawaombea maadui zao wape. Maandiko yanakupatia nafasi. Waombee. Kama wanakuudhi, utawaombeaje? Si kuna roho ile inafanya wakuchukie. Waombee tu, Mungu awabariki. Waombee Mungu awasaidie, awabadilishe. Kama wamtii Mungu, waombee waokoke. Hapo hata kama ningesema Bwana asifiwe, amen, zitakuwa zimepungua. Lakini nashukuru kwa sababu umeelewa katika hiki kidole ni uombee maadui zako. Kuna watu kabisa wanakuja kwa biashara yako na unajua nia yao ni mbaya na unajua vile wanafanya. Waombee. Mungu awaombee. Wacha nikwambie, hili neno ni practical. Kuna mahali pamoja tumewahi kukaa miaka ya kitambo, na kabisa ukawa kuna mtu mzee mmoja ambaye alikuwa ni mchawi na alikuwa anajulikana kabisa. Alikuwa anazunguka nyumba yetu. Asubuhi saa 6, jua likiwa katikati, na jioni kama dawa. Akinena maneno. Mimi nilipojua hivyo, kile kilikuwa kinanisaidia. Jambo la kwanza, nilikuwa ninaomba nikipoti neno la Mungu, sababu tayari najua hii. Bwana asifiwe. Akija kama kuna challenge kuhusiana na jambo lolote, namsaidia. Lakini hata hivyo, watu wa Mungu sio wajinga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kama unajua kuna maneno ananena, wewe nena maneno. Sababu kiassume yatafanyika. Maana neno la Mungu linasema tuwaombee. Tumuombea mazuri. Lakini kama ni yale maneno, neno kinyume na haya maneno. Sio mjinga. Kwa sababu ukiwa mjinga, haya maneno yatafanyika. Lakini mtendee mema na uombe mazuri. But the words kanusha haya maneno. Bwana asifiwe. Mimi sikuwa nazunguka, nilikuwa na neno.
Na long story short, Mungu alikuja kujidhihirisha. Kuna siku moja walikuwa na issue ya familia, issue kubwa sana. Nashangaa alikuja kabisa. Kuja kwa nyumba. Kama hali ambapo wanatengeneza hapo nje. Kawa analia. Lakini mimi nikawa nimeelewa. Hakuchukua muda. Alitangulia mbele za haki. Kuna mwingine kabisa hivi hivyo mchana akaja kabisa, lakini nikajua ni mtihani amefanyia, anataka kupima tu uwezo wake. Na huyu kwa sababu maandiko anasema nimuombee, msomea maandiko yako katika Mark chapter 10:9 verse 9 and 10. Na nikamuuliza mwasikia habari ya Yesu? Akasema ungependa Yesu aingie ndani ya moyo wako? Akiwa ndani kabisa ya entrance ya nyumba. Akasema ndio. Nikamwelekeza katika sala, akiri mwenyewe Yesu aingie ndani ya moyo wako. Si hayo ninamtakia maisha mazuri? Si nimemwelekeza kwa Bwana? Na mwisho nikamwambia yale mambo alikuwa anayajaribu. Elewa sasa, umezaliwa wewe, umeokoka kwa sababu umekiri kwa kinywa chako. Ulihakikisha kwamba amejua. Usidhubutu kwenda kule ambao ulikuwa unaenda. Usidhubutu. Kwa maana ukienda utakufa. Kutoka hapo, kumbe alikuwa anapima, akaenda kwenyewe kwa wakati wako. Hapo maliza mwezi. Mimi sikumwombea mabaya. What am I saying? Katika kuomba, tuombe maadui zetu, tuombe mema, tuwatakie mema. But the words. Bwana asifiwe. You may not have an experience ambayo labda mwingine amekuwa nayo, lakini nimekusaidia. Biblia inasema ya kwamba tuwe werevu kama ua, kama nyoka, lakini wapole kama chui. Na tuwe werevu kama nyoka, lakini wapole kama nini? Kama ua. Hiki ni cha kuombea kina nani? Maadui zetu, walio na changamoto, wanaopitia mambo mazito. Let us pray for them. Tuwaombee. Hiki kidole kidogo ni kuomba, ni kujiombea binafsi, ni kujiombea. Hakikisha unajiombea mahitaji yako. Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa. Kama uko na mahitaji ya ombea, personal needs. Pray for your personal needs, kwa sababu Mungu anasikia na anatimiza. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona. Kila mtu aombaye tufanye nini? Kupewa. So nataka tusimame tufanye practical side. Nani ambao hapo ni hitaji fulani ambao nataka tuombe kwa ajili yake? Nani ambao ni hitaji fulani? Please kwa mmoja. Nani ambao ni mgonjwa? So, hao watu tusimame sote. Na kuna mtu ako na shida kubwa sana ya mgongo. Naona hii sehemu hii. Wakati mwingine anaweza kuinuka na yani ana shida. Yani ungemwangalia unaona yuko na afya, yuko sawa, lakini hiyo kitu inatatiza sana. Labda na hiyo tibu ambayo ako na hiyo shida. Nina hapo na kitu hapa leo.
wale wote kwa hiyo hali ya kidogo. Yaani unasikia it's like na hii video uelewe kama hiyo ndio ninaongelea. Saa zingine from that part unasikia ni kama kuna kama tusikizana tuna alafu kwingine tu tukawa tunapata. Wakati mwingine anakuwa serious mpaka sasa unasikia ni kama ushikilie mahali hivi. Kama iko. Na hakuna mtu ambaye anaweza kumwelezea akaelewa kwa sababu mtu anaweza kuona kama ni fanya kabisa. It is not serious. Sasa hivi unakuta ndani kabisa it's like some pains. Si kwa nyama kabisa kwa lakini inatoka. Mimi sijaelewa ni nini. So tutaongea hao na kuna mwingine hapo na jambo lingine ambalo linahitaji maombi. Sababu sote nataka tuombe. Anything hitaji lingine apart from ugonjwa, kazi, hakuna kitu nataka Mungu atusaidie kuiombea tusiassume. Hii hali ya madeni imetoka wapi? Kila mtu saa hii Kenya, it is like kwao kwa ni normal. Na mtu haone kama kawaida kukaa bila pesa kwa chini. So tukiwa katika hiyo hali ya Yesu hata tunaanza worship, worship kidogo. Tumo ni naanza kuongea. Just worship. When you are worshiping, internalize also words. Na kama ukiwa katika hiyo hali kuna haja ukasikia tu intervention ya Mungu, njoo tu hapa mbele. Kuna wakati mwingine unakuta kuna watu wanaishi, yaani unaishi kabisa, lakini ni vile huwezi ambia watu. Lakini wewe mwenyewe unajua vile unavyoishi haikuridhishi. Yaani haikuridhishi kivipi? Yaani uridhiki. There is like a vacuum in your life, like this ambapo hii kuna kitu. Asante Bwana. Thank you Jesus. Shukuru Mungu kwa ajili ya neno, nikamwambia tusaidie hilo neno lifanye kazi kwa maisha yako. Kama kuna hitaji lingine unaweza kuja hapa mbele.
linatendeka kwa jina la Yesu, linatendeka kwa jina la Yesu.